Ahmed Ally, karibu sana kupitia esports ya EFM. Watu wa Simba na mashabiki wa mpira wanataka kufahamu kuhusiana na timu yao. Wachezaji wanarudi lini kambini pengine, na maandalizi kwa ujumla yanaendeleaje Ahmed Ally? Ya mara baada ya mapumziko ya siku 4 ambayo tuliwapa wachezaji wetu baada ya mchezo wetu dhidi ya TRA, mapumziko yalikuwa yanaanza siku ya Jumatatu na yanafikia tamati leo siku ya Alhamis, na kesho Ijumaa Mungu akituamsha salama, vijana wanaamkia katika uwanja wa Mo Simba Arena kwa ajili ya kuanza na kuendelea na program ya mazoezi kwa ajili ya mechi ambazo ziko mbele yetu. Vijana walikuwa mapumziko, wengine walikuwa Dubai, wengine walikuwa Zanzibar, wengine walikuwa Pemba, wengine walienda Madagascar, wengine walienda Ureno kwa ajili ya kwenda kupumzika, na sasa wote wameshamaliza mapumziko yao, wanarejea kazini, na kesho tunaanza kimuhe cha kuitafuta Aprili ngumu kweli kweli. Na hapo umetaja baadhi ya maeneo mbalimbali ambako wachezaji wa Simba walienda kupumzika. Maana yake walitoka nje ya Tanzania kwa muda mfupi huu tu ambao hivi sasa wanarudi tena kambini Ahmed Ally. Kuna wengine walikwenda Iran, kuna wengine walikwenda mpaka Israel. Ni mapumziko tu. Wao unafika unapumzika. Hiyo ndio Simba ya Mohamed Dewji. Unaweza ukafanya chochote kile ndani ya muda mfupi. Ni mambo ya fedha. Sawa. Tutazame wachezaji ambao pengine walikuwa na injury. Tutarajie kuwaona wakirudi kambini sambamba na hawa wengine, kwa maana kina Loemba na wengine ambao hawakuonekana mechi za hivi karibuni. Ukitoa wale wachezaji wenye majeraha ya muda mrefu kwa maana ya Musa Kamara, Pinpin Spider, Mohamed Bajaber, Abdulrazak Hamza pamoja na Wilson Nangu, majeruhi ambao tulikuwa nao siku za hivi karibuni wapya alikuwa ni Ino Loemba pamoja na Haaland wa Mbeya, kwa maana Baraka Mongosi. Na wao vile vile kesho wataripoti kambini, watafanywa vipimo na madaktari wataamua kama wako timamu, wataendelea na program ya mazoezi. Kama bado wanahitaji kuendelea kupatiwa matibabu, basi watakaa nje kuendelea na matibabu. Na kuna picha imeonekana ya Mo Dewji akiwa na Elie Panzu, na picha hii imezua maswali mengi sana kuhusiana na kwa nini Mo Dewji ameonekana kwenye picha Elie Panzu peke yake kwenye kuongeza mkataba, na si kwa wachezaji wengine ambao pia walitangazwa wameongeza mkataba kwa Simba. Hakuna la kushangaza hapo, Jonas Maziku. Mohamed Dewji ni Simba na Simba ni Mohamed Dewji. Anaweza akapiga picha yoyote ama akashiriki tukio lolote. Wachezaji wengine ambao wamekuwa wakiongeza mikataba ndani ya Simba ama wamekuwa wakisajiliwa ndani ya Simba hawajapata nafasi ya kupiga picha na Mohamed Dewji, kwa sababu mara nyingi Mohamed Dewji anakuwa yuko nje ya nchi, kwa hiyo anakuwa hashiriki moja kwa moja kwenye tukio hilo, lakini huwa anashiriki kwenye kufanya maamuzi, kutoa fedha na mambo mengine kama hayo kwa ajili ya kuiendesha Simba Sports Club. Kwa Mpanzu imekuwa ni bahati nzuri zaidi. Usajili wake kwa maana ya extension yake ya mkataba imekamilika, Mohamed Dewji akiwa yuko nchini Tanzania, na hivyo akashiriki kikamilifu mkataba wake, kupiga picha, vitu ambavyo ni kawaida. Na hii sio mara ya kwanza kwa Mohamed Dewji hapa katikati, kwa sababu ya kuwa nje ya nchi kwa muda mrefu, ndio maana amekuwa haonekani zaidi akijihusisha kwenye kupiga picha na wachezaji za mikataba na vitu kama hivyo. Lakini huko nyuma tumeona akifanya hivyo na Jonas Mkude, akifanya hivyo na Aish Manula, akipiga picha na Erasto Nyoni, akipiga picha na John Rafael Boko, akipiga picha na Shomari Kapombe. Kwa hiyo ni maisha yake ya kawaida, lakini kwa hapa katikati kwa sababu ya pilika zake zikiwa nyingi nje ya nchi hakupata nafasi hiyo, na ametokea kwa Mpanzu. Hakuna cha kushangaza. Mohamed Dewji ni Simba na Simba ni Mohamed Dewji. Kiasi cha bilioni 1 ambacho kimetajwa kama kumbakisha Mpanzu ni hela kubwa kimtazamo, kwamba mchezaji ambaye anaongeza mkataba kupewa bilioni 1. Tumezoea kuona wengine wachezaji wakubwa kisajiliwa kwenye vilabu vingine na thamani yao hata bilioni 1 haifiki. Kwa nini bilioni 1 kwa Mpanzu, na kwa nini Mo Dewji ameamua kutoa hiyo fedha? Alihitajika sehemu nyingine?
Siwezi kuthibitisha moja kwa moja kwamba ni bilioni 1 imetoka, maana mkataba ni siri baina ya mtendaji mkuu wa klabu ya Simba pamoja na mchezaji. Mimi kwa level yangu sijui ni kiasi gani imesainiwa, lakini kwa nini Mpanzu amebaki ndio jambo la umuhimu ambalo mimi nalifahamu. Ni kutokana na umuhimu wa Elie Mpanzu ndani ya Simba. Mpanzu ni mchezaji mwenye kiwango kikubwa, mwenye uwezo na mwenye kipaji kikubwa. Ni mchezaji ambaye ukiwa naye hautakiwi kumpoteza kwa gharama yoyote ile. Mpanzu ni mchezaji kwanza bado mdogo, umri wake bado mdogo. Maana yake ni kwamba bado Mpanzu ana uwezo wa kuendelea kuitumikia Simba kwa miaka 10 ijayo. Sasa mchezaji mwenye potential namna hiyo huwezi kukubali kumpoteza kiasi. Ukimpoteza Mpanzu unaweza ukajikuta unasajili wachezaji hata mara 5 zaidi kutafuta kiwango na kipaji cha Elie Mpanzu. Hatukutaka kuingia kwenye struggle ya namna hiyo, ikatulazimu kumuongezea mkataba. Na of course wote sisi tunajua kiwango alichokuwa nacho Elie Mpanzu. Achilia hali hapa katikati ni sukusuku aliyopitia, lakini kipaji na kiwango cha Elie Mpanzu hakuna mchezaji yoyote katika wachezaji wanaocheza ligi ya Tanzania anayefikia hata sifa ya Elie Mpanzu. Na ndio maana haishangazi kuona Simba tumembakisha ndani ya klabu yetu. Lakini ni ukweli usipingika, Mpanzu alikuwa akihitajika na vilabu vingi kweli kweli. Kwa mfano dirisha dogo la usajili kulikuwa kuna ofa lukuki, ofa kutoka Morocco, ofa kutoka sehemu mbalimbali zilikuwa zinamwania Elie Mpanzu. Lakini iko timu hapa Tanzania ilikuwa ikimnyemelea Elie Mpanzu, ikimrubuni Elie Mpanzu, ikimpa hadi nyingi Elie Mpanzu za usajili. Kwa hiyo kumbakisha Elie Mpanzu ni ushindi mkubwa sana wa Simba Sports Club, na ni pongezi kubwa kwa uongozi wetu wa klabu ya Simba, na pongezi za kipekee kwa rais wa klabu ya Simba Mohamed Dewji kwa kufanikisha mpango huu kukamilika kwa haraka. Na sasa mchezaji yuko huru na klabu iko huru, na wale wote ambao walikuwa wakimnyemelea tumewakata kilimilini. Sasa Mpanzu ni mali ya Simba mpaka mwaka 2028. Mchezaji anakuwa yuko katika utimamu kufanya kazi yake, na klabu ipo katika amani ya kuwa na mchezaji, na hakuna ambacho kinakuwa kinaleta mashaka hapo katikati. Inawezekana Jonas Maziku, wewe na Tumo Shemkomi hapo mkaona labda bilioni 1 ni nyingi. Ndio maana mkaitazama kwa ukubwa wake, lakini bilioni 1 kwa Mohamed Dewji ni hela ambayo inakaa mfuko wa shati. Akitoa anaingiza vidole viwili, anachomoa, anampa mtu bilioni 1. Kwa hiyo sio hela ya kutisha sana hiyo kwa Mohamed Dewji, japo sina uhakika kama ni bilioni 1 amepewa Elie Mpanzu. Lakini kwa uwezo wake, kwa ubora wake, ni jambo la maana kwa limefanyika kumbakisha Mpanzu. Lakini tukirudi kwenye swali la Mohamed Dewji amepana kwa muda mrefu sana kuhakikisha kwamba Simba inakuwa na Elie Mpanzu. Wakati tunamsajili kwa mara ya kwanza ilikuwa ni vita kwa kweli na klabu yake IS Vita Club. Turukushani zikawa nyingi, akaenda mpaka Ulaya. Mohamed Dewji akampata mpaka Ulaya, akamchomoa Ulaya, akamrejesha Tanzania, na mwisho wa siku akasaini kandarasi ya kuitumikia Simba. Kwa hiyo amekuwa na historia hiyo ya Mohamed Dewji kuhakikisha kwamba Elie Mpanzu anasalia ndani ya Simba. Ahmed Ali, wakati unazungumza bwana, mimi nikasema hata nisipolizungumza hili nitakuwa nimejinyima mwenyewe. Ndio. Wakati unazungumza hapo kusema kwamba Elie Mpanzu ni mchezaji mkubwa, kwa hiyo na Mo Dewji alikuwa hajasafiri na nini, nikawaza tu Rushan Derek sio mchezaji mkubwa kwani? Ni mchezaji mkubwa. Tulitegemea kuona hizo mbwembwe pia kwa Rushan Derek, kwa Kagoma, mchezaji ambaye unatamba naye mara nyingi kwenye Instagram page yako. Sasa changamoto ni kwamba wakati Rushain anasign, wakati Kagoma anasign, tajiri Mohamed Dewji, rais wa klabu ya Simba, hakuwepo nchini Tanzania. Ndio maana jambo lao likamalizwa na viongozi waliokuwepo. Wakati Mpanzu anasign mkataba wake, rais wa klabu ya Simba alikuwepo Tanzania, ndio maana akashiriki physically kwenye zoezi la kumongezea mkataba.
Lakini inawezekana labda kutokana na watani zenu wa jadi kumnyemelea mchezaji huyu, ndio maana vishindo hivyo vikafanyika na bilioni moja hiyo ikawekwa mezani ili tu kuwashtua na kuona kwamba mngeweza kutoa bilioni moja mezani kwa Elie Mpanzu. Kitu kimoja Tununu nikwambia kwamba hakuna klabu yeyote Tanzania hii inaweza ikamchukua mchezaji wa Simba anayehitajika na Simba. Nimeshawaambia hili muda mrefu sana na naendelea kuwaambia tena, hakuna klabu yoyote Tanzania hii inaweza ikamchukua mchezaji wa Simba ambaye anahitajika na Simba. Simba hii ya Mohamed Dewji haiwezi kukaa kinyonge eti mchezaji wake anayetakiwa akachukuliwa na klabu nyingine. Ukiona mchezaji anaondoka Simba na kwenda klabu nyingine, basi fahamu kabisa hakuwa kwenye mipango ya Simba Sports Club. Kwa Elie Mpanzu, kama ambavyo nimesema mwanzoni, sina hakika na kiwango cha fedha alichosajiliwa, lakini hicho sio kiwango cha kumtisha Mohamed Dewji. Ni fedha ambayo anaweza akaitoa bila kukwapua macho. Kwake ni fedha ndogo mno. Ni fedha ndogo kwa sababu mbili. Kwanza, ni mtu ambaye amejaliwa kipato cha kutosha, lakini pili, ni mapenzi yake makubwa na Simba Sports Club. Ana uwezo wa kutoa chochote kwa ajili ya Simba yake. Na standard hiyo ambayo anaiendesha Simba ndani ya ndio inawafanya wapinzani wetu washindwe kufikia level hizo za kuwachukua wachezaji wetu. Okay, Ahmed, kabla haujaondoka, kwenye kanuni ya 47 bwana, kwenye udhibiti kwa club kuna swala la vitendo vinavyoashiria imani za kishirikina, na klabu itakayokutwa na viashiria hivyo ama vikihusika moja kwa moja na masala hayo inatozwa faini ya shilingi milioni 5, lakini kwenye matatizo ambayo yatakuwa yanajirudia mara kwa mara kwa klabu husika inaenda zaidi ya kwa milioni 10 na inaenda mpaka milioni 20 huko. Sasa nikasema hili pia uweze ukatueleza hapa kiundani, kwa sababu makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hemedi Suleiman Abdullah, yeye ameibuka bwana na kuzungumza kwamba serikali si bara tu, hata visiwani najitahidi kweli kweli kuhakikisha kwamba viwanja vinakuwa bora wakati wote, tupate viwanja vizuri, kwa sababu ni sehemu ya malalamiko ya muda mrefu sana kwa hapa Tanzania. Lakini inapokuwa inatokea hivyo kwa viwanja vyetu kuwa vizuri, klabu ambazo zinaangaliwa ni Simba na Yanga zimekuwa na matatizo mengi sana kupelekea wachezaji, labda mashabiki baadhi ambao wanakutwa na vitendo hivyo, wanaingia uwanjani na kuanza kuchimba na kufanya vitu vingine ambavyo vinaashiria hayo mambo ya kishirikina. Nikasema miongoni mwao pia ni Simba. Ahmed Ali, hili unaweza ukalizungumziaje? Kwa sababu adhabu hii iliyopo inaonekana kama vile haiwatoshelezi. Mnaweza tu mkalipa na mwisho wa siku maisha yakaendelea na vitendo hivyo pia vikaendelea. Sasa kwa sababu wewe ni afisa habari wa Simba, unaweza ukatoa neno bwana. Naona mpaka serikali nayo pia inachukizwa na masuala haya ya ulozi kwenye klabu zetu hapa Tanzania. Ni mambo ya hovyo, unaweza ukasema hivyo. Kama kuna klabu inategemea kwamba ifanye hivyo ili iweze kupata ushindi ama kupata mafanikio, ni mambo ya hovyo. Na kwa mambo mimi nimeelewa ni kwamba imefanyika ulozi kiasi cha kwamba imefikia hatua ya kuharibu miundombinu ya uwanja, hasa sehemu ya kuchezea kwa maana ya pitch. Kama kuna klabu inafanya namna hiyo, basi inapaswa kuacha mara moja, na kama hawawezi kuacha, basi wanapaswa kuachishwa kwa kutumia kanuni na adabu. Kama inafikia hatua mtu anafanya ulozi mpaka anaozesha nyasi za uwanja husika, maana yake ni kwamba tumefikia pabaya. Sisi Simba Sports Club hivyo ni katika vitu ambavyo tuko mbali navyo. Tunawekeza kwenye timu yetu kwa kununua wachezaji wazuri, kuwalipa vizuri, kuwatengenezea mazingira mazuri. Tuna benchi la ufundi bora ili wafundishe mpira wa kisasa na hatimaye tupate mafanikio kulingana na mwenendo wa kitaalamu na mwenendo wa kisayansi na mwenendo wa kisasa. Kwa hiyo kwa wale ambao wote wanafanya vitendo hivyo vya ulozi,
kupelekea kuharibu miundombinu ya viwanja vyetu, mara moja wanapaswa kuacha, na kama hawawezi kuacha basi wanapaswa kuachishwa. Nyinyi mnafanya ulozi wa aina gani kwani Ahmed Ally? Ukiacha huo kwenye pitch huo kuchimba chimba, je, mnafanya upi? Maana mimi nilimwambia Maziko hapa, Ahmed akisema hawahusiki na mambo haya ya ulozi, mimi nitaacha kipindi hapa, nitaenda zangu kupumzika. Sisi hatuhusiki. Inawezekana sio nyinyi moja kwa moja viongozi, lakini mna kamati zenu za ufundi. Ndio hayo yote ambayo sisi hatutaki kuyaona kwenye mpira wetu. Sisi Simba Sports Club hatuhusiki na ulozi. Ahmed, nakuita mara tatu. Ahmed Ally. Hebu bwana tuongee serious. Hapa tuko katika kujenga. Yaani kumbe mnataniana hapo. Yaani Ahmed sasa anavyojibu kwamba nyinyi hamhusiki, unanivuruga kwa sababu mambo ya ulozi nyinyi bwana kwenye kamati ya 72 nyinyi hamjawahi kukutwa kwenye haya mambo ya ulozi ama viashiria vya kishirikina. Unajua Tunu, ukirejelea kwenye hizo adhabu ambazo nasema, ndio zinasema viashiria. Hawasemi moja kwa moja kwamba amekutwa akifanya kitu fulani ambacho ni kitendo cha ulozi. Kwa mfano kumwaga maji, unaweza ukathibitisha kwamba hicho ni kitendo cha ulozi. Kwa nini mwage maji? Unakunywa maji, hiyo maji unamwaga. Au unamwagilizia nyasi, umeona kama zimeungua, au unanao usoni, maji yanamwagika. Hapo unakuja kuadhibiwa kwamba una viashiria. Umeona? Wakati fulani nikiwa mwandishi niliwahi kusema kitu kama kwenye hii kamati apatikane fundi. Fundi kwa maana ya mfano unavyoona kamati ya waamuzi, ina waamuzi ndani yake. Kwa hiyo mwamuzi akikosea anaadhibiwa kulingana na wale waamuzi wenzio kwenye kamati wanavyoamrisha. Kwa hiyo kwenye kamati hii ambayo inatoa hukumu kwamba kile ni kitu cha kishirikina, apatikane mtaalamu ambaye athibitishe kwamba ile pale ni ushirikina. Kwa hiyo unamaanisha mganga? Nimesema mfundi. Yaani mshirikina awepo ili ajue shirikina zake. Hii inaweza ikasaidia kumpata mtu halisi ambaye anafanya hivyo vitendo vya kishirikina na akaadhibiwa. Kusema kweli ni vitendo ambavyo vinachafua taswira ya mpira kabisa ya timu husika. Na sisi Simba Sports Club tumeshajipambanua ya kwamba sisi ni timu ya kisayansi, ni timu ya kisasa, ni timu ambayo inafuata misingi halisi ya mpira wa miguu. Ndio maana unaona sisi tuna wataalamu, tuna walimu watatu wa technical, kwa maana tuna mwalimu mkuu, tuna msaidizi wake ambaye ametoka naye nje, tuna msaidizi wake na mmoja ambaye yuko amekuta hapa Tanzania kwa maana Selemani Matola. Tunaye kocha wa magolikipa, tunaye mtaalamu wa video, tunaye mtaalamu wa nutrition, tunaye daktari. Sasa huwezi kuwekeza kwa wataalamu wote hawa alafu bado tena ukawa na vitu vingine ambavyo havina uhalisia kwenye kuleta matokeo. Sawa, la kumalizia kuhusiana na makomando. Hivi makomando, unaposikia makomando wa Simba, makomando sijui wa Yanga, sijui wa timu gani, hivi nyinyi kwa upande wenu Simba mnashirikiana nao hawa makomando, na nyinyi ndio mnawapa ule ubavu wa kwenda pale labda na kuanza kusimamia baadhi ya vitu na nini, huyu asiingie, huyu asifanye hivi na vitu kama hivyo? Yeah. Na sasa hiyo ndio tatizo lingine hilo, lakini unajua au hamjawahi kulifikiria hilo? Kwa sababu hata haya mambo ya viashiria hivi vya ushirikina kama vinafanyika na makomando pia wapo, au ndio wangetakiwa labda wazuie hivyo vitu visifanyike? Wale kazi yao ya msingi sana ni usalama, na hii ni kanuni kabisa ya CAF ambayo inataka kila timu iwe na afisa usalama. Kwa hiyo kwenye ile nadharia ya kuimarisha usalama wa timu husika, ndio maana tuna hao watu kwa ajili ya kusimamia usalama. Kwa mfano tunapokwenda mikoani huko, vurumai zinakuwa nyingi za wanachama na mashabiki, wanataka kuona wachezaji wao na nini. Hawa makomando ndio kazi yao hiyo sasa, kuhakikisha kwamba timu inaingia salama uwanjani, inatoka salama. Hiyo ndio kazi yao ya msingi, kusimamia usalama wa timu na wala sio mambo mengine. Kwa kwenye mambo ya ulozi wanakuwa hawahusiki hawa
Hapana. Kwa kama kunakuwa na kibabu kinataka kuisaidia Simba kinapenya pale kinaenda uwanjani, ama komando anakuwa hamuoni, au kuna yule anakuwa anaona giza, anasaidia kweli au? Ewana, sawa. Ahmed Ali, tunakushukuru sana kwa kuungana nasi, lakini kama hilo lipo ama kuna zile kamati za ufundi bwana, waambie wanachafua taswira ya mpira wetu. Tunatamani haya mambo yaishe kabisa, sijitokeze kwenye klabu zetu. Unasajili mchezaji mkubwa anaonekana anadumu, anaingia uwanjani sijui anaenda kumwaga sijui vimiminika. Jamani, inakuwa mtihani kidogo. Labda hilo la dumu nilielezea vizuri. Wana wengi wamelichukulia hapo. Ndio. Na hakutaka kufahamu. Hii ilitokea Zanzibar kwenye mechi yetu ya dabi dhidi ya mtani wetu. Na makamu wa pili wa Zanzibar alilitaja hilo. Nimeona katika ni watu kutoelewa. Ile iliyobebwa ni nutrition, ambapo kwenye klabu yetu inaitwa mchingisho. Ni nutrition ambayo nutrition Kiswahili inaitwa ni virutubisho ambavyo mchezaji baada ya kufanya mazoezi anakunywa ile kwa ajili ya kurejesha mwili kuwa sawa sawa. Ndani yake inakuwa na mchanganyiko wa vitu vingi, kuna tende, kuna maziwa, kuna asali kwa ajili ya kurejesha mwili kuwa katika hali yake ya kawaida. Sasa ile huwa inatengenezwa kambini, alafu timu ya madaktari wanabeba kwenda nayo uwanjani. Baada ya mazoezi kila mchezaji anawekewa kwenye chupa yake anakunywa. Baada ya mechi hivyo kila mchezaji anawekewa kwenye chupa yake anakunywa. Kwa hiyo pale visiwani Zanzibar lile dumu lililokuwa limebebwa ni hivyo virutubisho vya kitabibu ambavyo vimeshatengenezwa kambini, vinaletwa sasa mazoezini. Baada ya mazoezi wachezaji wanakunywa kwa ajili ya kuweka mwili sawa sawa. Wala halikuwa dumu lenye ushirikina na vitu kama hivyo. Hivi dumu kama hilo lote lijae ushirikina, wale tungevunja miguu wale tu mshenko. Kwa hiyo watu walitafsiri vibaya, wakaichukua kwenye engo ya kishabiki, lakini uhalisia wake hauko namna hiyo. Basi watu wanafikiria mnavyoshindana hivi kutafuta makombe na nini, kwenye mambo ya usajili, hata kwenye mambo ya ulozi pia mnashindana hivyo kuchukua wale wakali wa hizi kazi. Sisi tuna timu nzuri na hiki kilio cha ushirikina kimeanza sasa hivi baada ya watu kiona Simba imekuwa nzuri, lakini hawajui kwamba Simba hii inakuwa nzuri kwa sababu ya libase Kenya. Hawajui kwamba Simba hii inakuwa nzuri kwa sababu ya Anicet Ora. Hawajui ama hawataki kukubali kwamba Simba hii imekuwa nzuri kwa sababu ya Rushaine Doroko. Hawataki kukubali ubora wa Ino Loemba. Hawataki kukubali ubora wa Nixon Kibabage. Hawakumbuki kwamba mwenye Simba yake Clatous Mwamba Chota Chama amerejea Simba Sports Club. Ndio maana Simba imekuwa bora. Sasa wanaukimbia huo ukweli na kuamua kutotaka utoke wa kishirikina. Ionekane tunapata mafanikio kwa sababu ya ushirikina. Lakini Ahmed, basi umetufanya tufike hapa tulipo hivi sasa. Asante. FM TikTok 2026.